Bana, mimi nataka nizungumze jambo moja. Wakati hivi vitu vya mitandaoni vinaendelea, mimi katika mshikaji nilikuwa simuelewi kabisa. Alikuwa ni mshikaji anaitwa Chief Godlove. Inaongea ukweli, ni miongoni mwa washikaji ambao mimi nilikuwa siwafagilia. Yaani kwanza naona kwamba wanadharau watu ambao wanapambana kimaisha, lakini sasa hivi kwenye upande wa kimuziki nao mshikaji nimeanza kumuelewa. Mimi napenda sana wadau ambao wana uwezo wa kuwekeza kwa vijana ambao wanapambana kusaidia familia zao. Mimi wana appreciate sana. Na nilianza kumuelewa mshikaji baada ya kumchukua yule binti anaitwa Pipi Jojo. Pale mimi kila kitu kilibadilika. Muziki wa bongo, biashara ya muziki bongo imekosa watu ambao wana uwezo wa kuwekeza kwenye muziki. Wasanii wasaidiwe, wasaidie familia zao, na ndio maana tuna struggle. Tunasubiri mtu mmoja tu, Diamond. Hatuwezi kupata wadau wengine ambao wanaweza kuinvest kwenye muziki. Ndio kitu ambacho mimi huwa nakipigia kelele sana. Chief Godlove amekuja kama mdau ambao anataka kuinvest kwenye muziki, na tuliona kwa Pipi Jojo hata ngoma zake alizozifanya, hata standard ya muziki, video alizokuwa anazifanya, collab alompa na Country Wiz na Chidi Benz ilikuwa ni standard kubwa sana. Sasa Chief Godlove na lebo yake ya Chief Loot Music wametoa statement kwa ajili ya mambo ya record label ambayo itakufunza kitu. Nisikilize hii barua. Anasema, taarifa kwa umma. Chief Loot Music inatoa taarifa rasmi kuondoa sintofahamu kwenye mabano misunderstanding kwa wasanii wanaotamani kusainiwa na lebo yetu. Tunasisitiza kuwa muziki ni biashara, sio msaada. Hivyo kila msanii anapaswa kuelewa na kukubali masharti ya mkataba kabla ya kusainiwa. Mkataba wetu ni wa miaka 10. Baada ya kusainiwa, msanii atapatiwa sehemu ya kuishi, usafiri gari. Pia lebo itasimamia mahitaji muhimu kama studio, video, promotion, mavazi, chakula na kupewa pocket money, yani hela ya kujitunza au hela ya kutumia. Katika mapato, lebo itapokea 80% na msanii atapokea 20% kwa muda wote wa mkataba. Baada ya miaka 10 ya mkataba kuisha, pataweza kuwa na mazungumzo mapya ya mkataba. Masuala binafsi ya msanii kama matatizo ya familia, ndoa au mahusiano hayahusiani na lebo. Msanii yeyote atakaye saini atakuwa amekubali makubaliano haya. Msanii wetu wa kwanza atatambulishwa rasmi Machi 9, 2026, siku ya kuzaliwa ya mkurugenzi wetu Chief Godlove Billionaire. Asanteni. Nizungumze kitu kuhusiana na hii, sio kitu kipya. Na hii issue ya 40% Diamond kaja nayo. Diamond amekuja nayo kwa kuangalia yeye anampa msanii pocket money kiasi gani, gari, nyumba. Akimpa 40% atajikimu vipi? Hii inanikumbusha kauli ya Meek Mill baada ya kuachana na lebo ambayo ilikuwa anamsimamia. Alisema anashukuru kwa kumaliza mkataba kwenye lebo yake, na mkataba alikuwa anapata 20%, lebo ilikuwa anachukua 80%. Na ndio wenzetu wanavyofanya huko mambele, mikataba mingi ni 80%, kwa sababu wanainvesti kwa msanii. Na ndio maana wasanii unaona wa mambele kule wanatembelea magari ya thamani kubwa, magari ya hela kubwa, kwa sababu lebo inainvesti kwake, then msanii anakatwa kutokana na kile ambacho anaingiza.